Jiulize, kwa nini tunafanya hii safari ya pamoja? Unaweza ukajiuliza wewe kupata majibu, ama unaweza ukamuuliza hata mwenzako kupata majibu yenu pamoja. Kwa nini tunatakiwa kuwa pamoja? Uone naye pia jibu lake nini, kwamba tunatakiwa kuwa pamoja kwa sababu gani? Yaani kwa sababu nakupenda na nilisema mapenzi yanaweza kukuingiza kwenye mahusiano, ila kusudi ndio litawafanya nyinyi mbaki. Lazima ujiulize, je, natafuta mtu wa kunikamilisha au mtu wa kuongeza furaha kwenye maisha yangu ambayo tayari ana mwelekeo? Kwenye episode ya kwanza kule nilizungumza, lazima uwe na mwelekeo tayari. Kwa hiyo mtu anakuja na kukuta wewe tayari una mwelekeo na una maisha yanayojielewa. Kwa hiyo utafuti mtu wa kukamilisha, unatafuta mtu ambaye wa kuyaishi ama kuishi ule mwelekeo wako. Kwa hiyo lazima ujiulize, una mwelekeo, ili usitafute mtu wa kukamilisha ama mtu wa kukupa furaha, bali mtu wa kuishi naye huo mwelekeo. Lazima ujue jibu lako lielekee katika mwelekeo. Kwa hiyo kanuni ya pili kati ya kanuni 10 za mapenzi ni the law of why. Kujiuliza kwa nini? Kwa nini upo hapa? Tambua sababu za msingi za kuwa hapo. Hii ni kanuni ya pili kati ya kanuni 10 za mahusiano. Nakwambia, kama hujajua kwa nini upo katika mahusiano, unaweza ukawa ndio kipofu wa mahusiano. Unayeishi usiyekuwa na malengo, unayeishi usiyekuwa na muda. Kwa hiyo always utakuwa ni mtu ambaye unaendeshwa na hisia. Leo umependa, basi unaona umefika. Leo umemwacha huyu, umempata yule, umeona umefika. Unakuwa unabadili, leo upo unamvuta bange, kesho upo unamvuta unga, kesho kuta unamwimba muziki, kesho kuta kuna mtu wa singeli. Hauna mwelekeo, kwa hiyo hujui hata nani wa kudate naye, nani wa kuwa naye. Lakini ukijua kwa nini, utaanza hata kuelewa nani wa kuhusiana naye. Wapo watu hutakuwa tayari kuingia katika maisha yao kwa sababu unajua kabisa hawa hawajajibu jibu langu la kwa nini. Sio, unaelewa?